ukawa juu zaidi. Biblia hii inatufundisha kutokana tamaa wakati wa jamani, amen. Kutokana tamaa wakati wa nini? Wa majaribu. Kumtegemea Mungu katika shida. Katika shida umtegemee nani? Umtegemee Mungu kwenye shida, kwenye magumu mtegemee Mungu. Biblia inasema watu wawili watatu wamefanyika kwa jina langu, Mungu katikati yao. Jamani, amen. Kwa ukiwa unataka Mungu akusaidie kwa maisha yako, mkaribishe Mungu awe katikati yako. Kwenye familia yako mkaribishe Mungu, usiweke Mungu pembeni. Jamani, amen. Mungu usiweke pembeni. Mungu ndiye anakuombea. Mungu ndiye mshauri wetu. Mungu ni mshauri wa ajabu. Ni Mungu mwenye nguvu, ni Baba wa milele, ni mfalme wa amani. Kwa kumkalisha huyo, familia yako itakuwa na amani, kazi yako itakuwa na amani, maisha yako itakuwa na amani. Hata kama kuna na magumu, bado utakuwa na amani moyoni kwa naye Kristo. Jamani, amen. Kristo akiingia moyoni mwako utakuwa na amani ya kweli. Amani ya kweli kutoka kwa vitu vinavyoonekana. Amani ya kweli kutoka kwa Mungu aliye hai. Jamani, amen. Amani ya kweli kutoka kwa Mungu aliye hai. Kumtegemea Mungu katika shida. Katika shida mwite Mungu, katika magumu mwite Mungu, mtegemee Mungu wakati wote. Tunasema mafanikio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautikisika wakaa milele. Kama mlima leo kule Yerusalemu ndio Bwana atakuwa tangu sasa na hata milele. Kwa maana Mungu ya udhalimu katika hiyo siku ya miaka. Ili wewe hata sasa mwisho ndio lako nini ndio kutevu. Jamani, amen. Kwa mafanikio Bwana kama mlima Sayuni. Mtegemee Mungu, fanyeni Mungu, mkabidhi Mungu haja zako. Nimesema kwamba wale wangozao watapata nini? Watapata nguvu mpya. Watapaa juu ambao kama tai. Unahitaji kupaa juu ambao kama tai. Mtu anaweza kupaa juu kama tai kwa mkono. Jamani, amen. Kama unataka kupaa juu ambao kama tai, sio wewe na tabia kungoja Bwana. Tabia kumfikia Bwana. Tabia kumtegemea Bwana kwa kila jambo. Jamani, amen. Naomba niwaachie hapa. Kama changamoto inaweza kukuinua badala ya kuangusha. Jamani, amen. Changamoto inaweza kukuinua badala ya kufanyaje? Ya kukuangusha. Usikubali changamoto kukuangushe. Usikubali changamoto kukurudishe nyuma. Usikubali changamoto kufanya ukote ule ushindi. Ushindi unataka kwa nini? Kwa kumngoja Mungu na kumtegemea Mungu. Na kwa kumkabidhi Mungu haja zako na mahitaji yako. Hata kama ndio kwangu wewe mfungukao na wewe na mizigo yako kufanyaje kwa kupumzisha. Kwa hiyo Mungu yako ukitoa kwa yeye kwa kupumzishe wewe huru. Jamani, amen. Kwa hapo nilikuwa sifa la nini? Sifa la ndege tai. Na hayo mambo tulikuwa kwa leo naomba kwa hiyo baraka kwetu kwa leo. Na Mungu akubariki. Amen.